Ile siku mtu roho ikichukuliwa, mtu yeyote kati yetu huwa anaona reality kabla hajatiwa kaburini. Wakati roho inachukuliwa, mtu anaona reality, na akiona reality, uhalisia wa mambo yanayomkabili, huwa na maneno matamu mazuri yanaomba pale, kama yalivyonukuliwa kwenye aya mbalimbali za Qur'ani. Wengine husema rabbi irji'uni hata idha jaa ahadahumul mautu, anafanya uzembe, anaishi vibaya, anaishi kwa makosa, mpaka mmoja wao yakimfika mauti, pale mauti yamemfika, qala rabbi irji'uni, huwa anasema maneno mazuri, anamjua Mola wake wakati ule. Usema Mola wangu nirejeshe, niongezee dakika kidogo, la'alli a'malu salihan fima taraktu, muda huu utakaoniongeza baada ya kunirejesha niachie kidogo, ili nikafanye mema yale ambayo niliyaacha. Nishajua makosa yangu, nishajua nilipoharibu, naomba nipe muda nirekebishe. Allah anasema kalla, yani something never happen, kitu ambacho anataka huyu mja hakitatokezea katika ardhi hii. Muda umekwisha, alafu upewe wanyongeza. Kama umepewa miaka 70 haikukusaidia, uongezwe dakika ngapi za kurekebisha mambo yako mpaka zikutoshe? Innaha kalimatun huwa qailuha, yale yanakuwa ni maneno tu mtu hujisemea wakati ule, keshaona ukweli. Wa miwaraihim barzakhun ila yaumi yub'athun, maneno anasema mazuri, lakini hayazingatiwi, hasikilizwi. Kitakachokabili mbele yao ni maisha ya barzakhi, anakwenda kukaa kizuizini kaburini, anasubiri siku ya kufufuliwa. Kalla, ataomba na kusema maneno mazuri, lakini hapana, hayasikilizwi. Innaha kalimatun huwa qailuha, yale yanabaki ni maneno tu mwenyewe mazuri huwa anayasema, hayana faida tena na yeye. Kapewa muda wa kutosha, hakunufaika nao, anakuja kudai muda wa nyongeza. Haupo, hautotolewa. Wa min waraihim, kitakachowakabili mbele yao hapo, barzakhun, ni maisha ya barzakhi kaburini, ila yaumi yub'athun, mpaka siku watakapoja kufufuliwa kwenye huo uhai wa milele. Huko ndo anaenda kupewa mtu matokeo yake. Miaka yako 50 ulioishi duniani umeitumia hivi, hamna kheri yoyote uliofanya malipo yako mabaya, kwa hiyo utaenda kutumikia adhabu. Mwingine ataambiwa miaka yako 30 ulioishi umeitumia kwa faida, hongera sana, umefanya vizuri, wewe ni katika watu wa peponi, anaenda zake kwema. Kwa sasa tumo mahali pabaya sana, panahitaji umakini sana, lakini vyote hivi tunakumbushana, lakini wachache wanaokuwa wakazingatia. Allah atujalie na sisi tuwe ni miongoni mwa hao wachache, maana watu wa kheri wanaopatia mara nyingi wanakuwa wachache, kama Allah anavyosema, wa qalilun min ibadi yashkur qalilan ma tadhakkarun qalilan ma tu'minun. Mara nyingi hutumia lugha walionyooka huwa ni wachache. Kwa hiyo Allah atujalie na sisi na vizazi vyetu tuwe ni miongoni mwa hao wachache. Ukilinganisha na world population, tuko mamilioni ya watu, lakini wengi hawana faida. Allah atujalie sisi tuwe ni katika hao wachache ambao wanajitambua. Tutumie dakika zetu za maisha haya mafupi ya dunia kwa ajili ya manufaa ya maisha yetu ya uhakika ya milele baada ya kufufuliwa. Wa ala hadha alqadri yaqifu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi